Kwa kutaka kunioa mna. Wengine wanahisi mimi nina jinsia mbili, wakati mimi nina jinsia moja. Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Nataka nipambane na maisha yangu. Kwa majina yangu naitwa Elisi Mkelebe. Ni mzaliwa wa wilaya ya Mleba. Ninaishi Mleba. Hapo naishi na nani? Hapa naishi na mdogo wangu na mwanangu pia. Ni mwanao ana umri wa miaka mingapi? Miaka 14. Ni wa kike wa kiume? Ni wa kike. Anaitwa nani? Anaitwa Jacqueline. Vipi kuhusu wazazi wako? Wazazi wangu yupo baba. Anaishi wapi? Anaishi huku Mleba. Vipi kuhusu masuala ya familia yako wewe kama wewe sasa? Vipi kuhusu familia? Familia yangu naishi mimi mwenyewe. Kwa nini? Baba mtoto yuko wapi? Baba mtoto tulitengana. Kwa kweli muonekano wangu huo ni kitu ambacho nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nikakubaliana na hiyo hali. Nimekubaliana nayo, naishi nayo. Kwa hiyo nimekubali matokeo. Na ulianza ku experience huo muonekano lini, au ulianza kujua kuwa una ndevu au ndevu zilianza kuota ukiwa na umri gani hapo? Nilikuwa na miaka 19. Ulikuwa ni mwanafunzi wakati? Nilikuwa form 2. Ilikuwaje mara ya kwanza unaona sasa una msichana lakini unatoka na ndevu? Ulichukuliaje hiyo swali? Zilitoka ndevu kama 2 au 3. Zikaanzia shingoni, baadaye zikawa zinapotea zinarudi. Lakini baada ya hapo zikaenda zikaongezeka. Baada ya muda ndo nilihitimu form 4. Nikawa nimeolewa. Kwa hiyo baada ya kuolewa nikawa nazinyoa hizo ndevu. Kwa hiyo baada ya hapo zikaenda zinaongezeka mpaka mnavyoziona hivi. Na mwanaume wako kwa kipindi hiko, wakati unakuwa naye, ulikuwa na ndevu kama kawaida kama hivyo ulizokuwa nazo sasa? Nilikuwa nazo, lakini nilikuwa nanyoa mara kwa mara. Ni kwa nini ulikuwa unatoa sawa wakati huo? Kwa sababu nilikuwa na mwenzangu. Ndio ikawa bendi kukaa na ndevu. Ndio. Kana na ndevu watu wawili. Ukachukulia ni kitu ambacho sio cha kawaida. Kwenye familia yenu nyie kuna mtu yote ambaye ana muonekano kama wako? Wapo, lakini wanazo kidogo, sio nyingi kama za kwangu. Ni nani kwanza ambaye uko nazo? Kuna shangazi zangu 2. Wako hapa Mleba? Hapana, mmoja yupo Dar, mwingine yupo Moshi. Wadau unaweza ukatuconnect naye tukifika hata kumuona tu hivi? Yule ni mkali da. Unaweza kuongea naye tu, bwana kuna watu wamekuja kunitembelea wanataka kuona na wewe? Naweza kukubali. Hawezi kubali. Wote ni wakali hao. Na mwingine? Na mwingine ni mdogo wangu, ila na mwenyewe ananyoa, na mwenyewe yupo Dar. Yupo Dar. Anazo nyingi kama hapo? Hapana, bado ni kidogo, bado ziko huko chini. Na tumeona za kwako zina muonekano mzuri, yani ziko vizuri. Na waga unazihudumia? Ndio, nazihudumia. Unazihudumia kwa mtindo gani? Naenda saluni nazitinda. Alafu kuna mafuta napaka. Kwa wiki waga unaendaga saluni mara ngapi? Naweza nikimaliza muda, kama sasa hivi nina muda nimeenda saluni. Mtoto wako anasemaje hiyo muonekano wako? Mtoto wangu kwa kweli, kuna kitu ambacho anakuuliza au kuna kitu chochote ambacho waga anashangaa kutoka kwako? Alianza anashangaa mwanzoni, lakini sasa hivi amenizoea. Ila anapata changamoto huko shuleni, wanafunzi wenzake wanamsema eti mama yake ana ndevu. Kwa hiyo sio anachukuliaje? Make huwa anafika hatua ananiambia uje shuleni wakuone eti wamekumisi watoto. Yeye yuko body. Na mume wako at the first time anakufuata kwa mara ya kwanza, kati anakufuata
Hajakuambia chochote juu ya ndevu zako? Hapana, kuniambia chochote. Zilikuwa ni chache. Na kuchukulia kuwa ni kitu kikubwa sana? Hapana. Sasa kwa sasa hivi umeziachia zinaota hivyo zenyewe kama zenyewe? Ndio. Bila kukata kama kipindi cha nyuma ulivyokuwa unafanya. Watu wanaongelea vipi kuhusu hilo swala mtaani? Mtaani watu wanaongea mambo mengi. Wengine wanahisi mimi nina jinsia mbili, wakati mimi nina jinsia moja. Kwa hiyo unakuta ni changamoto. Wengine wanawafuata marafiki zangu mpaka wanawaulizia kwamba huyu mwenzenu si ana jinsia mbili, na wao wanadhibitisha kwamba hapana, ni mwanamke. Yaani mtu mwingine aamini kabisa. Kwa hiyo hizo ndo changamoto. Kuna mtu yote ambaye baada ya kuachana na mume wako, kuna watu wote ambao walishakufuata labda kutaka kukuoa, kutaka kuwa na wewe? Wakutaka kunioa hamna, labda na wakuwa nao kwenye mahusiano. Ilikuwaje, ulishakuwa nao? Lakini ndo hivyo sasa hivyo. Tumetengana. Kwa nini? Changamoto tu za maisha. Kama zipo, unaweza kutuelekeza hata moja mbili? Wanaume waeleweki. Ni kwa nini? Lakini wakikufuata muonekano wako wanachukulia ni kawaida tu. Wanachukulia kawaida. Sasa hakuna wanaume ambao wanaogopa muonekano wako labda? Wapo, lakini ambao wamekuzoea wanaona wewe ni wa kawaida. Labda wale ambao hawajakuzoea ndo wanahisi kwamba wewe ni watu tofauti, lakini waliokuzoea wanahisi Ili mtu aweze kuwa na wewe sasa anatakiwa awe ni mtu namna gani? Kwa sasa hivi sitaki kuwa na mahusiano na mtu yeyote. Nataka nipambane na maisha yangu ili nikamilishe malengo yangu ambayo nimeyapanga. Ikitokea sasa kuna mtu yuko serious sasa, unajua sometimes anaweza akaja mtu serious kwa ile anataka kuoe na kukubali wewe kama ulivyo. Sawa, anaweza akatokea, lakini mpaka nijifikirie sana. Na ikitokea kwambia bwana, mimi Ellis nataka kuishi na wewe, nataka nikuoe, lakini nataka utoe ndevu, hii haiwezekani. Kwa nini? Hapana, bora niache kuliko kutoa ndevu. Ni kwa nini sasa mwanaume wako ndo anakupangia sasa? Hapana, napenda anapaswa kubaliane na hali aliyonikuta nayo. Kwa sababu angenikuta niko kilema, angenioa niko hivyo hivyo. Kwa hiyo na ndevu aziache hivyo hivyo. Kupitia ndevu zako kuna fursa yote ambayo ulishakupata sehemu yote? Hapana. Hujapata fursa yote? Changamoto ambazo unazipitia sasa wewe, kiachana na hizo ambazo umeniambia, kama kuna changamoto nyingine ambazo unazipitia kutokana na muonekano wako? Changamoto ni hizo ambazo nimezisema awali, sio nyingi sana. Ni hizo tu za watu kutokuelewa. Labda kama kuna kingine cha kumalizia ambacho mimi sijakuuliza, ungependa tushirikishe? Sasa bado mazungumzo yataendelea, lakini kama kuna chochote ambacho unapenda tushirikishe, tunaomba utuambie. Na watu hawajajua sasa unafanya biashara gani? Biashara yangu ni ya kuuza nguo za kina mama na watoto. Basi sawa. Mtoto ni lini tunaweza tukamwona mtoto wako? Mtoto yupo shule, labda akifunga mwezi wa 4. Dada Ellis, kuna haja ya wewe kubadili muonekano wako labda? Hapana. Ni kwa nini unahisi ukae hivyo hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa? Mimi nitakaa hivi hivi kwa sababu hii hali mimi sijaitafuta, nilipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo nakubaliana na hii hali, ndo maana napenda kukaa hivi hivi nilivyo. Kuna wanawake wengine wapo katika hali kama yako na wamekuwa wakijificha sana. Wengine wanatoa ndevu au wengine wanakuwa wanavaa muda wote. Una lipi la kuwaambia au lipi la kuwashauri?
Nawaambia wajikubali, kwa sababu hiyo hali wao hawajaitafuta, walipewa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wakubaliane na hiyo hali. Basi baada ya hapa tukishamaliza mazungumzo hapa, tutaona twende saloni tukatinde tuone tunavyotiwa. Twende. Tuliweza kupata nafasi ya kuongea na kinyozi wake na hivi ndivyo anavyosema. Naitwa Jackson Simoni Damian, kazi wa Mleba. Muda mrefu, takriban kama miaka 7 hivi na mnyoa. Na mimi ndo kinyozi wake. Jamaa ndo namweka mjini mpaka muonekano huu ni mimi. Siku zote watu ambao wana saluni wamezoea kupokea watu wa kiume. Ndio. Bila kurekebisha ndevu. Wao na fulani swala la hadisi. Kwa ndevu na ndo mtu ambaye unafanya kazi. Hili swala sio la kawaida. Ni maumbile tu ambayo Mwenyezi Mungu kampa, na ndio maana wengi wanamshangaa kwa sababu sio la kawaida mwanamke kuwa na ndevu kiasi hiki. Baada ya kumfahamu nilitamani sana kuwa naye karibu, kwa sababu ni miongoni mwa wanawake wachache wenye muonekano huu. Kwa hiyo tunaishi naye kama tunavyoishi na watu wengine. Mwisho wa siku yeye ni msichana hata kama ana ndevu nyingi. Ndio. Mara ya kwanza kumuona siku ya kwanza nilishtuka na nilitamani nimwangalie vizuri, lakini bahati nzuri akawa amekuja saloni kwangu, kwa hiyo nikapata nafasi ya kumwangalia vizuri na kumfahamu zaidi. Ila siku ya kwanza kweli nilimshangaa. Ndio. Na swali gani ambalo ulimuuliza ya kwanza kabisa baada ya kumuona? Siku ya kwanza sikuweza kumuuliza maswali yoyote kwa sababu kwanza sikuwa na ukaribu na yeye. Kwa hiyo ingekuwa ni ngumu sana kumuuliza maswali yanayohusiana na muonekano wake. Ila baada ya kuzoeana nikaa namtania, nikaa namuuliza hivi una mume? Akaniambia na mume. Sema mume wako hivi haogopi hizi ndevu? Ungekuwa wewe ni mke wangu mimi ningekwambia uzinyoe. Basi tukawa tunataniana hivyo, tunaishi mpaka leo kama hivyo. Ulishakupokea mtu namna hii hapa saloni? Hapana, yeye ndo wa kwanza. Je, kumuona sehemu nyingine yote? Labda kwenye TV. Labda kwenye TV au kwenye simu. Mara nyingi naona kama wanawake wa Kihindi ndo baadhi wana ndevu nyingi kama huyu. Okay, wewe unashauri vipi watu ambao wana ndevu kama hizo lakini wamekuwa wakizificha au wakizitoa? Wasiogope, kwa sababu mwisho wa siku wao sio waliotaka kuwa hivi, wala si kitu ambacho ni dhambi, ni wameumbwa hivyo na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo wala wasiogope, ni jambo la kawaida tu. Ndio. Na nini gani la kumwambia dada Alice uko naye? Dada Alice bana, mimi namwomba ajikubali tu, na anajikubali hata kabla sijamwambia. Ndio hivyo. Baada ya hapo tuliweza kukutana na rafiki yake wa karibu sana, na yeye pia alikuwa na ya kusema. Naitwa Samiat Mikidadi Harufani, natokea Mleba mjini. Dada Haris ni best friend. Katika jamii ni mwanamke kama wanawake wengine, ni mama kama mama wengine, lakini kwa upande wangu mimi ni BFF wangu. Na watu wanazungumzia vipi juu ya muonekano wake kidogo uko tofauti na mama wengine? Kwa wewe ukiwa kama rafiki yako unazungumzia vipi? Kwa watu wengine, kwa jinsi ninavyokaa naye inampa encourage. Watu wanamchukulia visivyo, wengine wanajua labda ana jinsia mbili, wengine wanajua labda yuko tofauti na wanawake wengine. Lakini kwa upande wa watu sisi tuliomzunguka, hasa mimi binafsi, ni mama kama mama, ni mwanamke kama mwanamke, na ni mwanamke ambaye ana mtoto. Kwa hiyo sina mashaka kwamba ana jinsia mbili, ana jinsia moja. Lakini ana upendo kama wanawake wengine, anashiriki shughuli zote za kike. Kwa hiyo mimi naona yuko vizuri.